Maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari kwa mwaka huu yanahamasisha uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Katika hili, Waziri Mkuu amebainisha kuwa AI ina nafasi kubwa katika kuboresha uzalishaji na usambazaji wa habari, lakini akitahadharisha dhidi ya matumizi yasiyoangalia maadili, ukweli pamoja na haki za binadamu. Katika dunia sasa ambayo inabadilika kwa kasi, hususana kwenye maendeleo haya ya teknolojia, inabidi kuwa makini sana kuhakikisha kuwa tunazitumia fursa hizi za mabadiliko haya ya teknolojia kuwa ndio njia inayoweza kukuza haki, kweli na kukuza maadili yetu kwenye misingi ya utamaduni na desturi za taifa hili. Ndugu wanahabari, kweli usipingika kwamba akili mnemba inaweza kuwa msaada mkubwa kwa wenu wanahabari katika kuboresha shughuli zenu, lakini pia inaweza kuwa chanzo cha changamoto kubwa ikiwa tutatumia busara katika kutumia akili mnemba. Lakini teknolojia isiwalemaze mkadhani teknolojia ndio kila kitu. Bado hata hii akili mnemba imetengenezwa na binadamu. Inakusanya maudhui ambayo binadamu wameyaandika na kuyaona. Changamoto kubwa ya sisi wa Tanzania ni kuandika mambo hayo kwa wingi. Ajenda kuu hapa ni kutazama uhabarishaji katika dunia mpya na kutazama mchango wa akili mnemba katika uhuru wa vyombo vya habari. Lakini kwa nchini Tanzania, huu ni mwaka wa uchaguzi. Je, wanataaluma wanazungumza nini kuhusu nafasi ya wanahabari katika uchaguzi mkuu unaokuja? Nafasi ya vyombo vya habari haijawahi kubadilika. Tunakwenda kwenye uchaguzi ambao unapaswa kuwa wa ushindani. Kwa hiyo lazima vyombo vya habari vihakikishe tunakuwa na uchaguzi wa ushindani. Kwa maana nchi yetu inaruhusu vyama vingi vya siasa, basi vyama vingi vishiriki katika ule uchaguzi. Jambo la pili, sera. Lazima kila chama kiwe na sera. Kwa hiyo zile ilani za vyama ni kitu cha kikubwa ambacho vyombo vya habari tunapaswa kukipa nafasi ya kwanza. Kwamba tuambie ndani ya ilani ya chama A kuna 1, 2, 3, chama B, chama C, chama D. Sisi kazi yetu ni kutangaza zile ilani na kueleza maudhui ndani ya zile ilani, ili wale wanaosoma, wanaotusikiliza, wanaotutazama waweze kufanya uchaguzi sahihi. Waseme sera za chama fulani zinatekelezeka, sera za chama X hizi tuna mashaka nazo. Mwishoni mwa siku tuone matokeo katika sanduku la kura. Sasa hivi wanahabari wanatakiwa kusimama katikati, wasipendelee chama chochote. Yaani wao wakae kwa wananchi, wawakilisha wananchi wanachokitaka ni kitu gani. Wananchi sasa hivi wanataka viongozi wao, na wanataka viongozi ambao watawafikisha wanakotaka kwenda. Kwa hiyo watataka viongozi wenye uwezo na wenye sifa. Kwa hiyo kama media wanatakiwa wasimame katikati na wawasaidie wananchi kuwajua wagombea wao ni kina nani, wana tabia zipi na wana uwezo gani. Ni wasaa unaoainishwa kuwa muhimu kwa majadiliano ya wanataaluma katika sekta ya habari, katika kutazama wapi taaluma ilipotoka, ilipo na uelekeo wake, hususan katika wakati huu wa mabadiliko na maendeleo makubwa ya kiteknolojia, hususan akili mnemba. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha.